ikiwa ni ishara chama mkoa wa Mtwara kipo imara, kipo tayari kupokea maelekezo. Mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni ziara ya katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, idara ya siasa na uhusiano kimataifa, ndugu Rabia Abdalla Hamid, aliyewasili hapa mkoani Mtwara kwa ajili ya ziara ya kikazi ambayo pia ameifanya mkoani humo. Bi Rabia kwanza ametembelea kiwanda kidogo cha ubongo wa korosho cha Likayala kilichopo mtaa wa Mangamba hapa manispaa Mtwara Mikindani. Mara baada hapo aliwasili ukumbi wa Benjamin Mkapa uliopo chuo kikuu cha Musti kata Shangani hapa manispaa Mtwara Mikindani. Bi Rabia aliweza kusikiliza kero za wananchi, ikiwa ni sehemu ya kuweza kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo juu ya kero hizo Bi Rabia hakuridhishwa na majibu ya wataalamu ama baadhi ya wataalamu kutoka serikalini. Kutokana na hali hiyo, Bi Rabia ametumia fursa hiyo kueleza wananchi wa mkoa huu wa Mtwara endapo watakuwa na changamoto zao zinazokwama katika ngazi za chini, wazipeleke kwa mkuu wa mkoa ili ziweze kupatiwa ufumbuzi. Kama mnaona huku kuna disappointment kwa baadhi ya viongozi wa serikali, nendeni ofisi ya mkuu wa mkoa. Nadhani unaniruhusu nikualikie wananchi. Ukiona kwamba hili limefika hatua nimechoka kulifuatilia, nenda kamuone mkuu wa mkoa, na naamini kwa mkuu wa mkoa huyu utatatuliwa changamoto yako. Lakini watendaji wenzangu, maana mimi kwenye CV yangu au historia yangu nilikuwa mkurugenzi, kinawashinda nini kutatua shida za wananchi papo kwa hapo? Shida inakuwa nini? Nisubiri mimi ambaye nina muscles kama wewe, lakini wananchi ambao muscles zao za hata kukujieleza ni ndogo, wasaidieni ili nchi yetu isonge mbele, lakini ili wapate matumaini ya kesho. Lakini zaidi ya yote, na nyinyi mtapata fungu lenu kwa Mungu. Kama serikali haiwalipi, basi angalau fanyeni sadaka. Mazingira yao sio ya kwetu, lakini utu ni kukutana pahala mkafanya jambo la pamoja. Na ndio maana kauli yetu mbiu ya mwaka huu tulipopita tukanadi hichi kitabu, tulisema kazi na utu, kwamba tumetaka miaka mitano hii usimjibu mtu taratibu za kazi haziruhusu, muda wa kazi umeisha, sijui taratibu. Sio majibu yote lazima yaende kwenye vitabu vya kazi. Kuna nafasi ya kuingiza utu katika mahusiano yako na wananchi. Kuna kipengele cha kusema huyu ni binadamu mwenzangu. Siku moja na nyinyi mtakuwa wastaafu. Mtakapokuwa wastaafu, watoto wa hawa ndio watakuja kuwahudumia nyinyi changamoto zenu. Wazungu wanasema you don't stay fresh forever. Sio kila siku utakuwa hivyo ulivyo na miaka 30, 40. Mimi nilikuwa katibu wa chipkizi kama huyu, si ndio? Sasa niko hapa, ukiniambia ni machi sio kutoka Butiama siwezi tena. Lakini I've been there. Nyinyi hapa nyote, kila mmoja na tarehe yake ya kustaafu, si ndio? Mnafikiria mkirudi kustaafu mkawa kama wazee wale ambao wanawasilisha changamoto zao, mkawa treated mnapowa treat nyinyi wananchi, mtaridhika? Na kwambiani ni unyonge uliopitiliza, kwa sababu unajua kwamba uwezo wa kukutatulia changamoto anao na hafanyi. Naamini hapo kuna kauli nikisema nyote mtaniona mbaya, lakini nikisema Mungu awajalie mpate huduma wakati wa uzee wenu kama nyinyi mnavyowapa wananchi, mtasema mimi mbaya. Yaani niwaombee Mungu mupate nyinyi mnayowafanyia wananchi. Mungu ajalie ili tu muone how it feels. Ikiwa mimi kiongozi wa taifa ninaumwa na changamoto ambazo za watu ambao si wajui, mimi simjui hata mmoja, lakini ninaumia wanapowasilisha changamoto zao na wapate majibu ya kuridhisha. Nyinyi hawa kama si jirani, yani kwa nini sielewi? Labda mimi nina utu sana, sielewi. Ndugu zangu wananchi, naombeni muweke imani kwamba chama na serikali
viongozi, na mimi nawahakikishia RC ni mtu mwema sana. Hii mara yangu ya 3 mimi kuja Mtwara. Mtakapoona kwamba nimelifuatilia tatizo langu kwa muda mrefu sijapata majibu, nendeni kwa RC. RC nakuomba, mimi ni katibu wa siasa wa Chama cha Mapinduzi, kwa maana nayasimamia mpaka, yani mimi ni katibu wa SUPI, siasa na uhusiano wa kimataifa. Kwa dawati langu la siasa, waziri ninayefanya naye kazi ni wa TAMISEMI. Kwa dawati langu la uhusiano wa kimataifa, waziri ninayefanya naye kazi ni wa mambo ya nje. Kwa hiyo dawati langu la siasa, na ndio maana nakutana na makundi maalum, na ninapoanza ziara nafanya mawasiliano na waziri wa TAMISEMI. Kama kuna kiongozi ambaye atafika kuripotiwa kwako hajatatua shida ya mwananchi, naomba uniletee. Yaliyobaki ni yangu, si yako. Sisi tusingependa viongozi wa chama, ninyi wote wakuu wa idara, watumishi, muondoke kwa sababu tu ya kushindwa kutekeleza ilani. Hapana. Na sisi tumekuwa watetezi wenu pale tunapoona mnaonewa. Kwa hiyo chapeni kazi kwa uadilifu, kwa kutanguliza maslahi ya nchi mbele, na kutanguliza maslahi ya nchi mbele ni kutatua changamoto za wananchi tunaowahudumia. Naam, tumekushafika tamati juu ya taarifa hiyo. Hii ni Faruku Online TV. Mimi pia naitwa Faruku Mwanangonyani. Bye bye.